kumshukuru Daktari Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mapenzi yake makubwa ya wananchi wa Tanzania kwa ujumla wake, kwa kuridhia na kuidhinisha fedha za ujenzi wa vyuo hivi vya VETA, kwa maana mafunzo ya amali, vyuo 64 nchi nzima. Kipekee nichukue nafasi kumshukuru sana kwa kuliona hili, kwa sababu imani yetu sisi kama wabunge na wananchi kwa ujumla wake ni kwamba wanakwenda kusaidia wananchi, wanafunzi ambao hawakufanikiwa kuendelea na masomo ya juu kwa maana ya form 1 na kwenda form 4 na masomo mengine ya juu, kuja kupata angalau ujuzi wa shughuli za mikono kwenye vyuo hivi. Kwa sisi kama wabunge, mimi mwenyewe kama mbunge, kwa niaba ya wananchi wa wilaya yetu ya Rorya, namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa sisi fedha katika vyuo vile 84, vyuo 64. Sisi ni wamoja wapo ambao tumenufaika pia, kwa maana wilaya ya Rorya, na chuo hiki kaonekana kijengwe tarafa Suba, kata hii ya Baraki, kijiji cha Bitirio. Kwa hiyo ni shukrani za pekee kabisa kwa mapenzi makubwa mazuri haya ambayo Daktari Samia ameendelea kutuonesha sisi wa Tanzania na vijana wetu kwa ujumla wake. Mapokeo ya huu mradi toka mradi huu unaanza, nakumbuka toka unaanza nilikuja kufanya ziara kwenye eneo hili, kukagua kiwanja ikiwa bado ni poli kabisa, na kupeleka taarifa Wizara ya Elimu kwamba sasa wananchi kwa ujumla wake wako tayari kupokea chuo hiki. Na kama unavyojua, maeneo baadhi yalikuwa na wananchi, wako kwenye eneo la ardhi kwenye eneo hili, waliridhia kupisha ili chuo hiki kiweze kujengwa kwa maslahi mapana ya wananchi wakazi wa wilaya nzima ya Rorya, na wengine wanaweza wakatoka nje ya wilaya ya Rorya. Kwa hiyo toka mwanzo kiukweli, tuwe nafasi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, maono yake hayo tumepambana sana angalau na kimefika hapa kilipo, na tunamuomba tu Daktari Samia asichoke, yale mapungufu ambayo tutakuja kuyasema baadaye waweze kutupa fedha ili tuweze kukamilisha. Lakini la pili, ni wapongeze nyinyi watumishi wa wilaya, kwa maana ya afisa mdhibiti ubora pamoja na ofisi yako kwa ujumla wake. Kuchelewa pamoja na kwamba chuo kimechelewa, lakini mengi ucheleweshaji ule yako nje ya uwezo wenu. Ni imani yangu kwamba yangekuwa ndani ya uwezo wenu, leo hii chuo kingekuwa tayari kina watoto wanasoma maeneo haya. Muda wote, hata kama hamna fedha, mmekuwa mkiwa eneo hili mnafanya yale ambayo yanatakiwa kufanya hata kama fedha hakuna, na kiukweli mmekisukuma hivyo hivyo kwa kujivuta mpaka hapa tulipofika. Kwa hiyo niwashukuru, niwapongeze kwa kazi kubwa nzuri ambayo mmeifanya. Nimefanya ziara hapa kwa kiwango hiki ambacho nimekiona cha ujenzi, uimara wa majengo uko vizuri, lazima tuseme ukweli. Hakuna jengo ambalo linaonesha nyufa, pamoja na kwamba ardhi ya eneo hili ni ardhi ya mfinyanzi, inahifadhi maji. Lakini nataka niseme tu wasimamizi wa chuo hiki imefanya kazi kubwa nzuri. Majengo hayana nyufa, majengo yako imara kabisa. Yanachohitaji ni fedha tu kwa ajili ya umaliziaji. Kwa usimamizi wenu na namna mnavyojitoa kufanya kazi hapa, kiukweli mimi kama mbunge, mtumishi akifanya kazi nzuri ni lazima tumpe maua yake. Mnafanya kazi nzuri. Changamoto ambayo tunaiona sasa ni ucheleweshaji sasa wa chuo chenyewe kuanza, kama nilivyosema, kwa changamoto kadhaa. Yapo ambayo tunamuomba Mheshimiwa Rais kupitia wizara husika, kwa maana ya fedha kufika, ili waweze kutupa fedha tuweze kukamilisha watoto wetu waweze kusoma. Hamu ya watoto kusoma kwenye chuo hiki kwa wilaya yetu ni kubwa sana. Kwanza walikipokea kwa shangwe, kwa furaha kubwa sana. Nitamani sana sasa fedha iweze kufika ili angalau ile hamu isiende kafika mwisho. Kwa hiyo nitachukua nafasi kama mbunge kwa kwamba niwasilishia kuzungumza na Mheshimiwa Waziri husika, kumuomba fedha ili chuo hiki angalau sasa kiweze kufika mwisho. Lengo letu sisi tulitamani sana, kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa wakati amefanya ziara hapa, kwa mwezi wa pili chuo hiki kiweze kuanza. Lakini kama unavyoona mambo mengi hayajakamilika. Kwa hiyo mnanipa jukumu la, kutokana na taarifa yenu mlionipa, kuzungumza na Mheshimiwa Waziri, tuone angalau kama wanaweza wakatusaidia hata kwa fedha kidogo, hizo milioni 86 ya kufanya skimming na kushika hapa na pale, ili angalau watoto waanze kusoma hata kwa awamu, kwa udogo huo na uchache huo, ili waweze kupata elimu hiyo. Kubwa ambalo naliona kama changamoto, kiacha hila serikali, ni la wenzetu hawa wa ALAF. Kwa sababu kama serikali itoa fedha mwanzoni kwamba waweze kukamilisha hizi karakana, wametengeneza karakana moja kwa hapa walipofikia, alafu karakana ya pili vifaa bado viko chini, havijasimama, na kimsingi wao site hawapo, alafu ipo kwenye ile package ya nyuma. Sisi kwetu si tu kwamba wanatucheleweshea mradi kwanza, lakini pili wanatutengenezea mashaka kwamba inawezekana unapozungumza kuomba fedha nyingine kwa Mheshimiwa Waziri, bado anaiona kuna package ya kimkataba ambayo inawezekana hawajalipwa, kwa sababu fedha ipo kwenye account, kwamba kuna kazi inaendelea. Kumbe kazi inayoendelea ilitakiwa ifanyike miezi 3-4 huko nyuma, hata miezi 6 huko nyuma. Yaani kazi hii ambayo alafu wanatakiwa ifanye leo,
walipaswa kufanya miezi 3-4 nyuma, lakini wako leo wanafanya. Kwa kuchelewa kwao kutokukamilisha hili, wakati mwingine tunatafasirika vibaya kwamba bado tuna fedha na bado kuna kazi zinaendelea kwenye eneo hiki la chuo. Kwa hiyo kumbe inawezekana hizi kazi ni za nyuma sana. Kazi za mbele za wakati huu kwa miezi hii hazijaanza kufanyika na fedha yake haipo. Kwa hiyo mimi nichukua nafasi hii kuwaomba, tutazungumza na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa ili wenzetu hawa waone umuhimu wa kuchangamkia hii haya majengo hizi karakana ziweze kukamilika. Karakana hizi kikamilika, fedha tunayokwenda kuomba tumeshakubaliana angalau karakana zikiwepo, tukipata fedha kidogo watoto wanaweza wakaanza kusoma kwa sababu tayari karakana hizo zitakuwepo. Kwa hiyo hicho kiwingu nachokiona hicho ni lazima kiukweli tuzungumze na wenzetu tuone namna ambavyo watasaidia. Nitazungumza na mheshimiwa mkuu wa wilaya kama liko ndani ya uwezo wake na mkuu wa mkoa, basi waone namna ya kulikamilisha. Likionekana linatakiwa kwenda kwa mheshimiwa waziri, basi tutalisema kwa mheshimiwa waziri ili angalau waonekane site, ili sisi tusihesabike kwamba tuna fedha kumbe fedha ile ni ya kipindi ambacho tayari kimekwisha pita na